Karibu kwenye Jack Media TZ, mahali pa maarifa, mwelekeo na ushauri kwa vijana wa Kitanzania. Leo tunazungumzia jambo muhimu kwa wale wanaotamani kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Kujiunga na jeshi si jambo la kawaida. Ni uamuzi mkubwa unaohitaji maandalizi ya kimwili, kiakili na kimaadili. Kabla hujachukua hatua ya kutuma maombi, kuna maswali muhimu sana unayopaswa kujiuliza. Hapa nimekuandalia orodha ya maswali 7 ambayo unapaswa kujiuliza kabla hujafanya maamuzi ya kutuma maombi ya kazi katika Jeshi la Wananchi Tanzania, JWTZ. Swali la kwanza, je, nina afya njema na mwili ulio imara? Jeshi linahitaji watu wenye afya nzuri, wanaoweza kushiriki mazoezi ya nguvu, kutembea umbali mrefu na kushiriki shughuli ngumu bila matatizo ya kiafya. Unajitunza vipi kiafya? Hilo ni swali la pekee ambalo unapaswa kujiuliza. Je, nina afya njema na mwili ulio imara? Swali la pili unalopaswa kujiuliza kabla hujatuma maombi. Je, niko tayari kufuata amri bila kupinga? Kwenye jeshi, amri ni sheria. Nidhamu na utiifu ni msingi. Kwenye jeshi, amri ni sheria. Nidhamu na utiifu ni misingi mikuu. Jiulize kama unaweza kubadilika na kuwa mtiifu hata kama hujapenda amri uliyopewa. Hilo ni swali la pili. Je, niko tayari kufuata amri bila kupinga? Swali la tatu unalopaswa kujiuliza. Je, niko tayari kuishi mbali na familia kwa muda mrefu? Utapangiwa maeneo mbalimbali ya nchi. Maisha ya kijeshi yanaweza kukupeleka mbali na familia, marafiki na maisha yako ya kawaida. Kwa hivyo jiulize, je, niko tayari kuishi mbali na familia kwa muda mrefu? Swali la 4, je, nina moyo wa uzalendo kutumikia taifa? Kujiunga na JWTZ si kwa ajili ya mshahara pekee, bali ni kwa ajili ya kulinda na kulitumikia taifa kwa moyo wa kujitolea. Je, una moyo huo? Hilo ni swali la 4. Una moyo wa uzalendo na kutumikia taifa? Swali la 5. Je, niko tayari kukabiliana na changamoto kali za kimwili na kisaikolojia? Mafunzo ya kijeshi ni magumu. Kuna usingizi mchache, mazoezi makali na mazingira magumu. Je, uko tayari kuvumilia hayo? Hilo ni swali la 5 ambalo unapaswa kujiuliza. Swali la 6. Je, nimefanya utafiti wa kutosha kuhusu maisha ya kijeshi? Jiulize hili swali. Kijana, umefanya utafiti wa kutosha kuhusu maisha ya kijeshi? Usijiunge kwa kufuata tu mkumbo. Fahamu majukumu, maisha ya kila siku jeshini na mustakabali wa maisha yako baada ya jeshi. Hilo ni swali lingine la kujiuliza kabla haujafanya maamuzi ya kutuma maombi katika Jeshi la Wananchi. Swali la 7 ambalo ni la mwisho ni je, malengo yangu ya maisha yanaendana na kazi ya kijeshi? Malengo yako ya maisha yanaendana na kazi ya kijeshi? Kazi ya jeshi ni ya muda mrefu, yenye ratiba kali. Jiulize kama maisha hayo yanalingana na ndoto zako za baadaye. Hayo ni maswali 7 ambayo kabla haujafanya uamuzi wa kutuma maombi unapaswa kujiuliza. Mfuatiliaji wangu wa channel yetu Jack Media TZ,
Kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania ni heshima kubwa, lakini pia ni jukumu kubwa. Kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania ni heshima kubwa, lakini pia ni jukumu kubwa. Usikurupuke, chukua muda kujiuliza maswali haya kwa dhati. Jiandae vizuri kimwili, kiakili na kiroho. Kumbuka, jeshi linahitaji watu waliokomaa kifikra, wanaojitambua na walioko tayari kujitoa kwa ajili ya taifa. Kama video hii imekusaidia, tafadhali like, comment na subscribe kwenye channel yetu ya Jack Media TZ kwa video nyingine zenye maarifa na mwongozo wa maisha. Asante kwa kutazama na tunakutakia mafanikio mema katika safari yako ya kutafuta nafasi ndani ya JWTZ.